Siku ya leo, ile neno lako ambao wewe umekata tamaa, wewe ambao unasema kwamba nimeomba sana Yesu asikii, nimeomba sana, huyo Mungu yuko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Yuko mahali hapo. Siku ya leo nimekuja kukuambia kwamba huyo Yesu ambao unamuita kila wakati, muendelee kumuita kwa imani, yuko mahali hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama unaona ya kwamba mashida yamekuwa mengi, Yesu yuko mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye yuko mahali hapo. Atakuokoa, atashuka, atakuokoa na mwishoe atakutoa katika hiyo shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui nini nakutoa kwa Yesu. Wale ambao wako ndani ya Yesu wako na raha. Bwana Yesu asifiwe. Hawahangaiki. Mwenye anahangaika ni yule mwenye amjui Mungu. Ni yule mwenye hajaokoka. Ni yule mwenye hajajua Mungu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wote ambao wako ndani ya Yesu, ina maana ya kwamba wana furaha ama wana amani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yangu imeenda sana, nataka nisomee mstari wa 34. Mstari wa 34 inasema, msidhani kwamba nimekuja kuleta amani duniani, si kuja kuleta amani bali upanga. Maana nimekuja kuleta mafarakano kati ya mtu na baba yake, kati ya binti na mama yake, na kati ya mkwe na mkwe wake. Na maadui wa mtu ni watu wa nyumbani mwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu mwenyewe anayasema hayo maneno. Anasema ya kwamba msidhani kwamba nimekuja kuleta amani duniani, si kuja kuleta amani bali upanga. Maana nimekuja kuleta mafarakano kati ya mtu na baba yake, kati ya binti na mama yake, kati ya mkwe na mkwe wake. Na maadui wa mtu ni watu wa nyumbani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Haya mafarakano Yesu anayasema ni mafarakano ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Ni mafarakano ya imani ambaye amekuja kuleta, kwa sababu ndio maana unaona ya kwamba kwa nyumba moja unakuta ya kwamba baba ameokoka, mama hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ama mtoto ameokoka, mama hajaokoka. Sasa unakuta ya kwamba hapo kwa nyumba tuko na mwanga na giza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwanga na giza haviendi pamoja. Kwa hivyo mafarakano yatakuwa mahali hapo, kwa sababu hakuna mwanga na giza haviendi pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu anasema kwamba nyumbani, ndio maana anasema ya kwamba nimekuja kuleta mafarakano. Yaani mafarakano ni maana ya kwamba wakati umeokoka, bwana yako hajaokoka. Wakati bwana yako ameokoka, wewe hujaokoka. Sasa hamwezi enda pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unayanena ya rohoni na yule mwingine hajaokoka anayanena ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hamtaenda pamoja. Lazima vita ikue hapo katikati. Kwa hivyo ukiona ya kwamba unapigwa vita, unaambiwa ya kwamba usiende kanisani, usiombe hapa, jua ya kwamba hayo Yesu amekwisha kuyanena, ni yale ambaye alikuja duniani kuyaleta. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno linasema ya kwamba ukiendelea kusoma hapo chini, neno linasema ya kwamba inasema namna gani? Mstari wa 37 nataka unisomee hapo ili tuende kumalizia hapo. Naona masaa inakimbia kwa sababu leo tulichelewa kidogo. 37 inasema, ampendaye baba au mama yake kuliko anipendavyo mimi hanistahili. Ampendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Mtu asiyechukua msalaba wake na kunifuata hanistahili. Amen. Amen. Mstari wa 36 na 9 inamalizia kusema hivi: anayeshikilia maisha yake atayapoteza, lakini anayeyapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwamba ampendaye baba au mama yake kuliko anipendavyo. Ni Yesu anasema huyo anistahili. Hata kama unasema umeokoka, lakini unasikiliza mtu mwingine, mwanadamu ambaye anakuambia usiende kanisani, anakuambia usimwombe Mungu, na wewe unamkubali, wewe haujamstahili Yesu.
Bwana Yesu asifiwe. Hakuna chochote hakuna chochote kinafaa kukutoa kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna chochote, kwa sababu mbele ya Bwana wakati wa hukumu, wakati tunaenda kusimama pale mbele za Mwenyezi Mungu, ina maana ya kwamba hamtasimama wewe na Bwana yako. Bwana Yesu asifiwe. Utasimama wewe